Leo tarehe 22 mwezi wa 3 2025, kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma imetembelea mradi huu mkubwa wa ujenzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi ambalo liko kwenye mkoa wa Mwanza. Kimsingi daraja ambalo lina kilomita takribani 3.2 na ni mradi ambao thamani yake ni jumla yake kamilika ni bilioni 610. Mradi ambao kwa sasa tumeshuhudia kwamba umefika 97%. Kwanza hii ni mara ya 3 tunakagua mradi huu, na tulikuwa tunakuja kukagua, tuanza mwanzoni tukaja katikati, na hapa tumekuja mradi unapokuwa unafika mwisho. Kwa kweli ni mradi ambao ukiuona kwanza ni kweli uko 97%, kwa sababu hapa ikitokea dharura magari yanaweza kuvuka tu kupitia daraja hili. Zimebaki tu zile marking na kukamilisha vitu vidogo vidogo kwa ajili ya magari kuanza kupita. Na nategemea tarehe 30 mwezi Aprili, maana mwezi ujao, daraja litakuwa limekamilika kwa ajili ya matumizi kabisa. Kwa naamini serikali itaweka utaratibu mzuri wa namna ya uzinduzi wa daraja ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaanza kutumia daraja hili. Kwa ni daraja la kipekee, daraja ambalo linakuja kuwasaidia wananchi hasa ambao ni watumiaji wa barabara hii, ambao mara nyingi wamepata changamoto kubwa sana na vivuko hivi. Walikuwa wanatumia zaidi ya masaa mawili kwa ajili ya kuvusha vivuko, na hiyo ni wastani. Wakati mwingine masaa mawili ilikuwa nazidi, lakini sasa hivi watatumia takriban dakika 3 tu ukiwa na gari lako kuvuka hapo. Zamani ilikuwa, nakumbuka, wagonjwa kutoka na mgonjwa mahututi mikoa ya Kigoma huko, umetoka Kagera, unakuja hapa mgonjwa yuko mahututi kwenye ambulance, anasubiri masaa 3 ndo avushwe kwenda kuwaishwa kwenda Buganda kwa ajili ya referral. Lakini pia watu wanawahi ndege, wanaosafirisha bidhaa mbalimbali, walazimika kukaa hapa kwenye kivuko zaidi ya masaa 2 mpaka 3. Sasa hivi watavuka kwa dakika 3. Kwa ni dhahiri kwamba daraja hili litaleta mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi, na kimsingi inavutia, ni sehemu ya utalii, kwa sababu kwa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati daraja hili halipo, na kwa Afrika nzima ni daraja zuri na refu la 6 Afrika nzima. Kwa hiyo tunaamini watakuja watu wengi sana kujifunza huu mradi serikali imeweza kufanikisha namna gani. Kwa kwanza nipende kuipongeza serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli wakati anapata nafasi ya rais, huu mradi ulikuwa bado uko chini. Ulianzishwa na mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli, lakini kwa bahati mbaya Mungu akamchukua. Alivyokuja Dr. Samia Suluhu Hassan, huu mradi ulikuwa uko chini, lakini ametoa fedha nyingi sana na kuhakikisha kwamba mradi huu umesonga mpaka huko 97%. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 imefanya. Haya mambo hayapatikani popote duniani, miradi kama hii. Ndio maana tangu uhuru unatokea ilikuwa inaogopa kuguswa, kwa sababu inakula hela nyingi, zaidi ya bilioni 500, nusu trilioni imeshatolewa, na mradi wote huu ni bilioni 610 jumla yake mpaka malipo ya mwisho. Kwa hiyo kwa kweli nipende kuipongeza serikali kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanya kuanzia wazo, lakini na utekelezaji. Lakini pia niwapongeze Wizara ya Ujenzi na TANROADS kwa ujumla kwa usimamizi thabiti wa karibu ambao kuhakikisha kwamba tunapata daraja hili la kisasa na kimataifa ambayo imeandika historia katika nchi yetu. Rai yangu ni kwamba hii 3% iliyobaki TANROADS wataendelea kusimamia kuhakikisha kwamba inakamilika, lakini pia watalitunza daraja hili, maana itakuwa chini yao, kwa maana ya kufanya maintenance ili litumike leo na vizazi vijavyo. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Mhandisi Ambrose Pasco, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Mwanza. Kama tulivyotoa taarifa yetu ya awali kule ofisini, ni kwamba sisi sasa hivi tuko hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji wa daraja hili la Kigongo Busisi. Kama mnavyoona sasa hivi ni lami, na karibuni mwezi wa 4 tutaanza kuruhusu magari. Kuanzia katikati ya mwezi wa 4 tunawathibitishia wananchi kwamba tutaruhusu magari yapite katika daraja hili, na ninyi wenyewe ni mashuhuda. Sasa hivi tuko hatua za mwisho za matengenezo, na tunafunga sasa hivi kama mnavyoona taa pamoja na guardrail na handrails. Baada hizi ni za hatua za mwisho kabisa.
na kumaki, kuweka alama za barabara. Kama mnavyojua, upande mmoja wa barabara tunaruhusu magari matatu, upande huu na upande ule wa pili. Kwa hiyo lazima tumaki. Ndio hatua ambazo tumebakiza, ambazo mimi ni imani yangu kwamba kufika mwezi wa 4 mwishoni magari yataruhusiwa pande zote mbili. Isipokuwa upande huu mmoja tumepanga turuhusu katikati ya mwezi ujao wa 4, kwa sababu ya changamoto za feri ambazo zinatokana na magugu kusababisha injini za feri zinaharibika mara kwa mara. Kwa leo tuko radhi sasa kukamilisha hapa, tunafanya usiku na mchana ili turuhusu sasa rasmi magari kutumia upande huu uliokamilika. Wito wangu bwana, kwanza kwa wananchi wote, tushirikiane kulinda miundombinu hii ambayo inawekezwa na serikali kwa gharama kubwa. Kwa leo sisi tu mawakala, yule yote tukayeona anafanya kuharibu miundombinu yetu, vizuri tusimame kwa pamoja tukemee jambo hilo. Na niombe Watanzania wote tujali mali za umma tunazozijenga. Hizi ni kodi zetu, kwa hiyo ni vizuri sasa tuzilinde ili zitufikishe mahali panapostahili kulingana na makadirio na design ya daraja hili na miundombinu mingine yote. Nawashukuruni sana.